Kivuli cha upendo. Katika jiji lenye mwanga usiolala la Seoul, taa za neon zilikuwa zinang'aa kama nyota zilizoshuka duniani. Watu walikimbia na ndoto zao, wengine wakizikimbiza, wengine wakizikimbia. Ndani ya jiji hilo, msichana mmoja aliwasili akiwa na begi dogo, moyo mkubwa na ndoto isiyo na mipaka. Jina lake lilikuwa Yura. Alikuwa ametoka kijijini, mahali ambapo maisha yalikuwa ya kawaida, tulivu na yenye mipaka. Lakini moyo wake haukuwa wa kawaida. Ndoto yake ilikuwa moja, kuwa nyota wa filamu. Alisimama katikati ya jiji akitazama majengo marefu. "Seoul, niko tayari," alisema kwa sauti ndogo lakini yenye matumaini. Lakini hakujua kwamba nyuma ya ndoto hiyo kulikuwa na kivuli kizito cha upendo, maumivu na usaliti. Siku za mwanzo zilikuwa ngumu. Yura alipata kazi ndogo kama mhudumu kwenye mgahawa mdogo uliokuwa na wateja wachache lakini wenye maneno mengi. Siku moja, mteja mmoja alimwambia, "Wewe ni mrembo, lakini sio wa kuwa mhudumu. Labda ndoto zako ni kubwa kuliko hapa." Yura alitabasamu. "Ndiyo, nataka kuwa mwigizaji." Mteja huyo alicheka kidogo. "Basi jiandae kulia zaidi kuliko kucheka." Maneno hayo yalimuingia kichwani, lakini hakuyachukua kwa uzito. Usiku mmoja baada ya kazi, Yura alikuwa akirudi nyumbani kwenye mvua ndogo iliyokuwa inanyesha. Alikuwa amechoka. Alikuwa amekataliwa kwenye auditions 5 fululizo. Akiwa anatembea, ghafla alimgonga mtu. "Ah, samahani." Alipoinua macho yake, alimuona mwanaume mrefu mwenye sura ya utulivu lakini macho yenye siri nzito. Jina lake lilikuwa Minho. Minho alimwangalia Yura kwa sekunde chache kisha akasema, "Unakimbia nini?" Yura alishangaa. "Ndoto." Minho alitabasamu kidogo. "Ndoto hazikimbii, watu ndio hukata tamaa." Hapo ndipo hadithi yao ilipoanza. Kadri siku zilivyopita, Yura na Minho walizidi kuwa karibu. Minho alikuwa mtu wa ajabu kidogo, wakati mwingine alikuwa mtulivu sana, wakati mwingine alitoweka bila taarifa. Lakini kila alipokuwa karibu na Yura, alionekana kuwa mtu tofauti. Walianza kucheka pamoja. Kuna siku walikuwa wanakula ramen, Yura akasema, "Ukiniambia siri yako, nitakulipia chakula." Minho akajibu, "Siri yangu ni kubwa kuliko ramen." Yura akacheka sana. "Basi nitakununulia kuku mzima." Lakini maisha hayakuwa ya kuchekesha muda wote. Siku moja, Yura alipata nafasi ndogo kwenye kipindi cha televisheni. Alifurahi sana. Alikimbia hadi kwa Minho na kumwambia, "Nimepata nafasi." Minho alitabasamu lakini macho yake yalionekana kuwa na huzuni kidogo. "Hongera, lakini kumbuka, dunia ya filamu sio rahisi." Yura hakuelewa. Ndani ya studio, Yura alikutana na msichana mwingine aitwaye Sera. Sera alikuwa mrembo, mwenye kipaji, lakini pia mwenye wivu mkubwa. Alipomwona Yura akipata attention kutoka kwa director, alihisi kitu ndani yake kikiuma. Siku moja, alimwambia kwa tabasamu la bandia, "Unajua hapa sio mahali pa watu wema, utavunjika." Yura akajibu kwa uchesi, "Basi nitakuwa mtu mgumu." Sera hakupenda jibu hilo. Mambo yalianza kubadilika. Ghafla, taarifa mbaya zikaanza kusambaa. Eti anatumia njia sizo sahihi kupata nafasi. Eti ana uhusiano siri na producer. Yura alishtuka. Ni nani anafanya hivi? Hakujua kwamba nyuma ya yote hayo kulikuwa na Sera. Wakati huo huo, Minho alianza kuwa mbali. Simu zake hazipatikani. Mikutano yao ikapungua. Siku moja, Yura alimkuta Minho akiwa na Sera. Walikuwa wanazungumza kwa karibu sana. Moyo wa Yura ulivunjika. "Kwa hiyo huu ndio ukweli?" alisema kwa sauti ya maumivu. Minho hakujibu. Sera alitabasamu. "Karibu kwenye reality." Yura alirudi nyumbani akiwa analia. Alijifungia chumbani. Kwa mara ya kwanza, alihisi ndoto yake inavunjika. Lakini badala ya kukata tamaa, kitu ndani yake kilibadilika. Alijiambia, "Nitapigana, hata kama nitaumia." Alianza kufanya kazi kwa bidii mara 2 zaidi. Alihudhuria auditions zaidi. Alijifunza, alifanya mazoezi, alijitengeneza upya. Na polepole, watu walianza kumwona. Siku kubwa ilifika. Alipata nafasi kuu kwenye filamu kubwa. Sera alishtuka. Minho alirudi. Lakini safari hii, Yura alikuwa tofauti. Minho alimfuata. "Samahani, nilifanya makosa." Yura alimwangalia. "Mapenzi sio maneno tu,
Ni matendo. Minho akasema kwa sauti ya chini. Nilikulinda kwa njia mbaya. Ndipo ukweli ulipoanza kufichuka. Minho alikuwa husishwa na watu waliokuwa wanadhibiti tasnia ya filamu. Alimkaribia Yura kwa sababu ya mpango, lakini baadaye alimpenda kweli. Yura alihisi moyo wake ukivunjika tena, lakini safari hii alikuwa na nguvu. Sitachagua chuki, nitachagua ndoto yangu. Filamu ilipotoka ilifanya vizuri sana. Yura akawa nyota, lakini kilichowafanya watu kumkubali zaidi sio uigizaji wake tu, ilikuwa hadithi yake. Siku moja, akiwa juu ya jukwaa la tuzo, alisema, maisha yanaweza kukuangusha, lakini yanaweza pia kukuinua. Usikate tamaa. Watu walishangilia. Minho alikuwa akimtazama kutoka mbali, akitabasamu kwa huzuni. Alijua amempoteza, lakini pia alijua amemsaidia kuwa mtu bora. Yura alitazama anga la Seoul. Moyo wake ulikuwa na maumivu, lakini pia amani. Na hapo ndipo aligundua, kivuli cha upendo hakikuwa kitu cha kumwangusha, kilikuwa kitu cha kumfundisha kuwa na nguvu. Mwisho.